Sare, shukran sana. Nami hapa ninaye tu mkazi mmoja kutoka mji huu wa Nyahururu ambaye vile vile ningependa kupata hisia zake ni zipi kuhusiana na gharama ya maisha humu nchini. Karibu ndani ya TV47, utasongea hapa. Ukianza kwa kujitambulisha majina yako, tueleze wewe kama Mkenya unahisi kuwa gharama ya maisha imekuathiri kwa njia gani? Jina yangu ni Dickson Mwangi, mfanyi biashara katika town ya Nyahururu ambao ni Laikipia County na mkaaji wa Nyandarua pia. Mimi ningependa kusema yale mambo yanaendelea nchini kutokana na ongezeko ya bei ya mafuta na yale mambo mengine ambayo kodi serikali imewekea wa Kenya. Gharama ya maisha imepanda kuliko. Hakuna Mkenya sasa anajijua vile anaweza kujipanga, kwa sababu sasa hajui kesho itakuwa nini na leo ni nini. Kufikia jioni unaweza sikia mafuta imepanda tena na vitu vyote vimepanda. Kwa hivyo sasa maisha yetu imeathirika vibaya na inakuwa hata uwezi, hata hatujui watoto watafungua shule na nini, kwa sababu mifuko haina kitu. Ingawa tuko na hope mema yatakuja wakati mwingine. Kwa hivyo unasema kuwa pia bei ya bidhaa muhimu kama vile chakula na bidhaa zingine katika mji wa Nyahururu imepanda pia? Unajua, katika mji wa Nyahururu kutokana na ongezeko la bei ya mafuta, bei ya chakula, bei ya kila kitu, hata safari kutembea na gari imekuwa shida. Kila kitu imepandishwa na Mkenya anaumia kutoka kila kona. Hata sisi wenyewe inakuwa ni ngumu kutoka mahali moja kwenda mahali lingine. Ukiguza gari ndio ikuletee mizigo town, bado ni shida. Kwa hivyo kila kitu ni kama imechanganyika na imesabaratika. Tungetaka kuwe na mwelekeo mwingine wa kuokoa Mkenya. Tunakumbuka kuwa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 serikali hii ya Kenya Kwanza ilikuwa na manifesto ya kuwa itaweza kumuinua mwananchi wa kawaida kutoka chini kumleta juu, inaitwa bottom up. Kwa maoni yako, nahisi kuwa jambo hilo limeafikiwa, na kama halijaafikiwa wito wako ni upi kwa serikali ili kuweza kuhakikisha kuwa imepunguza gharama kwa mwananchi wa kawaida? Mimi kama Mkenya na kiongozi katika hii nchi, nikikumbuka vile serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Mheshimiwa Ruto iliahidi wa Kenya, hasa wale wa chini, kupitia mpango wao ambao ulikuwa ni wa uongo unaitwa bottom up. Sisi tulitarajia watasaidia wa Kenya wale wa chini, lakini tunaona wanaimbia wa Kenya wale wa chini. Wanachukua kila kitu ambacho wako nayo kupitia kwa kodi, kupitia kwa mipango mbaya ya serikali na kwenda kutumia huko juu. Kama serikali ya Kenya Kwanza inataka kusaidia Mkenya, ile miezi imebakisha ndio iondoke kwa mamlaka mwaka ujao, ningependa wapunguze wastage, yani utumiaji mbaya wa pesa ya serikali. Wanaambia Mkenya avumilie na wao wanatumia pesa vile wanataka. Unakuta president anaenda mkutano, wanabeba pesa na magunia. Kila mahali wakienda, nitawapanga, nitafanya nini. Na mwananchi wa Kenya anaahidiwa ahadi, nitakufanyia. Hana chochote cha kujifunia. Kwa hivyo ningeomba Wakenya wavumilie, tuweke amani, mwaka ujao Kenya Kwanza iende nyumbani. Hatutaki kuona hii serikali tena. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya mkazi mmoja kutoka mji huu wa Nyahururu akisema kuwa njia pekee ya kuhakikisha kuwa gharama ya maisha imeweza kupungua humu nchini ni kuhakikisha kuwa serikali imeweza kupunguza ubadhirifu wa fedha. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea, kuregesha usukani kwako Onsare. Shukran sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo na vile vile kuzungumza na mkazi kutoka eneo